Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Yanakukaa yaweke neno la Mungu alikae humu. Nasikia mambo yanayokaa humu. Shule ya msingi 1+2 ngapi? Wanaweka kichwani. Neno la Mungu alikae kichwani. Nasikia? Maana Mungu haangalii kichwani, Mungu anaangalia moyo. Neno la Mungu linakaa ndani ya moyo wa mwanadamu. Sijui unanielewa? Leo nataka nikufafanulie namna ya kuishi kwa amani, kwa furaha, kwa raha. Nikufafanulie, yani upate kujua kwamba kumbe kuokoka ni faida. Kwa nini nimekataa kuokoka? Kumbe kuokoka ni faida. Kwa nini nisimtii? Joshua alimtii Mungu. Ndio maana aliingia wapi? Aliingia Kanaani. Wawili tunakala. Biblia inaniambia hivi, Musa alikuwa mpole kuliko wanadamu wote. Lakini Musa ilifika wakati wakamfanya kama mlivyo kutaka kunifanya hapa. Maana msinisaweshe nisiingie mbinguni. Maana nikipiga watu wawili labda mkafa. Sasa kwa Mungu sina hukumiwa. Usifanye hivyo tena. Ina safari ya kwenda mbinguni. Halafu na nini? Niwafikishe mbinguni. Sawa? Kama mnakaa msio mnaacha uwanja hapa. Hii njia ni uwanja wetu. Hakuna kupanda basikeli. Labda tunaruhusu vile barabara, lakini hii njia kama tumeweka mkutano, mtu asipande pikipiki wala basikeli. Tuna taarifa serikalini kwamba tuna mkutano pale kanisa. So hatufanyi kitu kinyemera. Maana hiki ni kitu kimehatarishwa, maana kazi ya Mungu ni sehemu yote. Ndio maana unasikia mpaka sasa China wanahubiriwa Injili. China walikuwa wanamwabudu Mao. Sininyi watoto wadogo hamjui. Wa China walikuwa Mungu wao ni Mao. Sasa Mungu akaona subiri nifanye shughuli. Mao chini, ulimi ukalamba mchanga, Mungu akafa. Walikuwa na Mungu huyo. Mungu akaona subiri, pigwa ngumi moja Mao, kalamba mchanga. Cheza nini wewe? Tunamwabudu Mungu ambaye hawezi kupigwa wala risasi wala makombora yoyote wala sumu yoyote. Mungu haiwezi kumdhuru, maana Mungu ni Mungu wa miungu yote. Maana Mungu aliyeniokoa ndiye aliyekuokoa wewe. Maana Mungu ndiye aliyekuumba wewe. Lazima mkubali, lazima mpe nafasi katika moyo wako, katika maisha yako. Kuokoka ni lazima. Ukitaka maisha mazuri ni kuokoka, ni lazima. Joshua aliambiwa kwamba uwe hodari na tena mwenye moyo mkuu. Halafu akaambiwa neno linalokaribia mwisho huko, nikamwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Maana hicho ndio kitakufanya haya mambo yote ambayo ninayokuamuru utayafanya, na hayo ndio yatakufanya ustawi. Unatakiwa ustawi, mtu uliokoka ustawi. Mtu uliokoka unatakiwa ustawi. Lakini ustawi unatokea wapi? Unatokea kule kumtii Mungu na kumnyenyekea Mungu, kumwogopa Mungu, kutegemeka mbele za Mungu, kumwona Mungu, hakuna kitu kingine. Ukinyenyekea. Joshua alipoambiwa mambo hayo akazingatia, ndio maana akapata kibali. Nakwambia hivi, Musa ndiye alikuwa baba yake na Joshua, lakini ilifika wakati akapoteza kidogo mwelekeo. Akaambiwa na Mungu kwamba ewe Moses, uambie huu mwamba utoe maji. Uambie. Nisikilize vizuri. Umenyamaza kimya na nisikilize vizuri. Musa akaambiwa na Mungu kwamba Musa, hawa wana wa Israeli naona wana kiu na mahali hapa hapana maji, ni bara tu, hakuna maji. Sasa nataka huu mwamba uambie utoe maji. Uambie. Sio, unanielewa vizuri? Lakini Musa kwa ghadhabu waliomghadhabisha akasema, enyi waasi, tuwatolee maji. Ule mwamba akaupiga, maji akafumuka. Lakini bosi kumbe amemuuzi, kasema tangu hapa pamoja na huyu ndugu yako Haruni hamtaingia.